Asante sana Tanzania, shukran sana. Matangazo ya moja kwa moja kutoka mkoani Kilimanjaro katika wilaya Hai, ambako leo nimetoka Mwanza na nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Hai. Tunafahamu moja kati ya mambo makubwa ambayo yamefanywa tangu uchaguzi mkuu ufanyike mwaka 2015 Oktoba 25 mpaka leo tunazungumza, muda mchache umesalia siku ambako Mheshimiwa Rais alipoapishwa Novemba kukamilisha miaka mitatu neti tangu kuchaguliwa kwake. Kumekuwa na mabadiliko ya hapa na pale. Tumeshuhudia nguvu wakati mwingine ya kubadilisha fikra za Watanzania kutoka mazoea kwenda kwenye hali ambayo haitabiriki kabisa. Tangu kuuawa kwa shirika la ndege tumeona likafufuka, baadaye tukashuhudia nidhamu ya watumishi ambayo ilileta shida. Operation ya wanaoita vyeti fake na yenyewe ikaleta msukosuko hivi. Zile kura milioni 8 ambazo walipata Chama cha Mapinduzi na kuunda serikali dhidi ya milioni 6 zinawafanya wao wawe na mamlaka hata ya sisi kuja leo hapa kuzungumza na watendaji wa serikali ya awamu ya 5. Kuna mambo mengi sana ambayo tumeyashuhudia. Mimi kazi yangu kwenye agenda 2020 ni kuuliza na kufahamu hasa nini kimefanyika mpaka sasa tangu wapewe mamlaka haya. Tunajua Rais wa Jamhuri ni mtu ambaye alitoa ahadi nchi nzima, tofauti na wabunge ambao mfano mbunge wa Nyamagana alitoa Nyamagana, mbunge wa Hai alitoa Hai, mbunge wa Ilemela alitoa Ilemela, ama mbunge wa Mbeya alitoa Mbeya. Lakini rais alikuwa tofauti kidogo, alitoa ahadi nchi nzima. Sasa nchi nzima huko hatuwezi kwenda kukutana na rais kumuuliza kile eneo, badala yake tunakutana na wasaidizi wake. Ndio maana utakuta wakati mwingine nimewahi kuzungumza na wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na wabunge pamoja na madiwani. Sasa hapa nimekutana na mmoja kati ya vijana ambao mimi nimeanza kuwafahamu katika siasa za ushindani, siasa zenye kubadilisha fikra na mitazamo, hasa katika hali ngumu wakati mwingine. Huyu mmoja kati ya madiwani ambao waliwahi kuwa katika diwani kata ya Sambasha huko Arusha. Halikadhalika amewahi kuwa mwenyekiti wa UVCCM katika mkoa wa Arusha. Tumeshuhudia neema zake zimepata kuongezeka zaidi, sasa akateuliwa na kuwa mkuu wa wilaya ya Hai. Huyu ni Mheshimiwa Lengai Ole Sabaya. Niko naye hapa na tutajadiliana. Kumekuwa kunaonekana mambo kadha ambayo yamefanyika katika wilaya hii tangu ameingia, miezi mitatu sasa tangu kuteuliwa kwake. Watu wengine wamemjadili kama mtu ambaye ana misimamo iliyopitiliza kwa hata katika mambo ambayo yanaweza kujadilika. Wapo ambao wamemuona kama shujaa kwa muda mchache kwa kufanya maamuzi katili, wengine wanaita, lakini yenye maslahi kwa taifa la Tanzania, hasa kwa wakazi wa eneo hili. Msimamo wake juu ya kodi tumeona haujawahi kuyumbishwa. Kwa sondeka watu ndani ni mmoja kati ya mjadala ambao pia umejadiliwa kwa kina sana, kwamba kwa nini hakutumia njia ya mjadala. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamenifanya mimi nije nijadiliane naye, tuone hii ni sura ya vijana ama ni sura ambayo inatajwa katika hali ya tofauti. Madiwani wanaonunuliwa wengine wanasema na yeye anashiriki. Kwa hilo ni moja kati ya vitu ambavyo tutamuuliza kwa sababu yuko hapa. Mimi naitwa Mtozi Alois Nyanda, kwa niaba ya timu nzima ambao iko hapa Libariki Madi. Niko naye hapa ambaye anafanya kazi kubwa sana, niseme asante. Na hii ni agenda mpaka na dakika 30 saa 4 kamili kwa usiku, siku ya Jumatatu. Hii na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 4 na dakika 30. Niseme karibu sana. Unaweza kushiriki matangazo haya kwa kutuandikia kupitia kurasa za Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa jina la Alois Nyanda ama Star TV Habari. Mimi nitauliza kila swali ambalo wewe umeliuliza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nikukaribisha sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Hai, baridi sana Kilimanjaro na kuna mazingira haya. Mimi niseme kwanza nimefurahi na tumeshukuru sana kwa kutukubalia kufanya mjadala nawe. Kwa nafanya na mjadala hiyo katikati ya mazingira magumu ambapo Watanzania wengi wanakutazama kwa sura mbili. Wakati unateuliwa ulikuwa diwani. Ukiwa diwani ulikuwa unashughulika na kata tu, shughulika na eneo dogo tu. Unapewa wilaya kubwa. Haikukushtua kama kijana? Haikukushangaza? Haukufikiria kusema umwambie aliyekuteua kwamba bado kidogo ninajipanga? Haikukushtua? Kwanza kwangu ilikuwa ni heshima. Ni heshima kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini pia aliyeniteua Mheshimiwa Rais wa nchi ni imani kubwa sana kwangu. Yeye ana vipimo vyake, ana vigezo vyake.
Na kwa kusema ukweli, katika vigezo hivyo kubwa ni lile ambalo umeligusia hapa, la kuhakikisha kwamba tunawapunguzia na kuwaondolea Watanzania matatizo na kero zao na kushughulika na shida zao. Kwa hiyo kwa vyovyote, hata kama ingenishtua, nilikuwa narudi kwenye wajibu wa msingi kwamba kama niliomba udiwani kule, kwa vyovyote ilikuwa ni kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwamba ameniamini na amenitaka mimi niingie kwenye timu yake, tuhakikishe tunatekeleza zile ahadi, tunawaondolea Watanzania kero. Na kwa kuwa hiyo ndio ilikuwa kazi yangu huko kama diwani, imani yangu kubwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ni kwamba nina uwezo wa kuyafanya hayo. Naam. Ukipewa fursa sasa ya kujitathmini kwa miezi mitatu, mfano tangu umeingia, tumekutana na mijadala mizito sana. Kwanza nitakuuliza kwa sura mbili. Kwanza, mijadala hii mingine inalenga ama kukudhoofisha. Sijui kama umefanikiwa kudhoofika. Kwa mfano, kuna matukio kadhaa ambayo umeyafanya kama mkuu wa wilaya mpya hapa. Nikikupa fursa hii ya kuniambia tangu umeteuliwa, kuna mambo yalikuwa yanaonekana magumu hapa yasiyoweza kutatulika. Mambo yalikuwa yanahitaji ujasiri. Unakuja kijana, unayafanya. Katikati ya matajiri, katikati ya watu wenye nguvu, unayafanya. Wakati mwingine ulionekana ukifanya maamuzi pale pale. Hii inaweza kuwa ni kipimo kwamba kinaweza kuwa ni kipimo sahihi cha kwamba tangu uteuliwe kwako kwa miezi mitatu sasa, ulikuja kwa ajili ya kutatua matatizo ya watu ama ulikuja kushughulika na watu? Ukiangalia kwanza, ukiangalia Mheshimiwa Rais mwenyewe anashughulika kama nilivyokuambia na shida za watu. Hapa Hai mimi namwakilisha Mheshimiwa Rais. Jambo la kwanza nilitaka to change mazoea, tubadilishe status quo. Yale vitu vilivyofanyika, watu waliishi kwa kuzoea, kwa mazoea, kwamba watakuja kiongozi, una uwezo wa kumuona na kuzungumza naye, alafu influence, ukafanya maamuzi ya serikali. Wewe kwa kuwa ni mfanyabiashara, wewe kwa kuwa una pesa, unataka DC akija aje nyumbani kwako kule, akishakuja nyumbani kwako ukishampa bahasha, sasa unataka kuongoza wilaya kwa remote. Hayo mambo ndo niliyakataa. Na watu wa aina hiyo wapo hapa Hai. Anikwambie tu, kati ya sehemu ambapo kuna wafanyabiashara, mabepari, matajiri wengi kwenye nchi wanatokea wilaya hii. Lakini ukipiga mahesabu, ukiangalia vizuri, utajiri mwingi sehemu kubwa umeporwa. Wananchi wa kawaida ndo wameporwa. Wanyonge ndo ardhi yao imekuchukuliwa. Hao na utajiri wao kodi hawalipi. Alafu mimi nitakiwa nije niwapigie makofi au niwasujudu? Mimi kwa sababu rais amenipa heshima hiyo, nikasema ni lazima mwenye haki atapata haki yake. Kama ni tajiri ana haki na anapata haki yake. Kama wewe ni mnyonge na mtu unatumia utajiri kumdhulumu mnyonge huyo, hilo hata siku moja sintalivumilia na haitatokea. Kwa hiyo mimi ukiangalia matukio yale yote, na kwamba huhitaji, kuna mambo mengine huhitaji kusubiri, nakuta wewe ardhi sio yako, huna vibali vya kukaa kwenye ardhi hiyo. Umekaa wewe kwa sababu tu una magari, ni mfanyabiashara, una masemitrela, unadhani unafahamiana na viongozi wa serikali, unapora ardhi. Kwa mfano ya Bakwata, eka 19 iko njiani kabisa. Mheshimiwa Rais, Waziri Mkuu, watu wote wameshasema tusimame na tuhangaike na shida za watu wa kawaida wenye haki. Alafu ardhi unayo huko shambani kwa miaka 5, huna hati, huna kibali. Wewe ukiulizwa unakaaje kwenye ardhi, unasema yuko mtu nilimlipaga pesa zamani, alikuwa katibu wa Bakwata. Sasa katibu wa Bakwata sio Bakwata. Bakwata ni waumini, wenye ardhi ni waumini. Kwa mimi narudisha ardhi kwenye taasisi. Kama uliingia kwenye mjadala na mtu ukalipana pesa kwa sababu ya ushawishi wako, hiyo ni biashara yako na Mungu wako. Mimi nilichofanya ni kuwarudishia ardhi, na ile nasubiri nini? Yaani jambo kama lile linasubiri nifanyie maamuzi wapi? Pale pale. Mwenye haki apate haki yake. Mjadala ukaisha na wakaandika barua kusarenda ardhi ya watu. Na hicho ndo nataka matajiri wote wajifunze. Kwamba hawatatumia fedha zao, hawatatumia maso zao za nguvu za kuwa na rasilimali kuwanyang'anya wanyonge kwa namna yoyote ile. Ulikwenda kwenye kuna mkurugenzi pamoja na mwanasheria ambao uliagiza wawekwe ndani. Meza mazungumzo ilishindikana mpaka uende hadharani na kuweza kuagiza watu wawekwe ndani, watu waliosema wamekwepa kodi. Mathalan wamekwepa kodi, ulitaja mara kwanza ulitaja milioni 700, baadaye ni kuja kuona marekebisho, fedha ilikuwa imeongezeka. Lakini
Wengi wakajadili maamuzi yale. Ulikwenda na timu yako, ilionekana awali ukiwauliza maswali na wao hadharani walishindwa kuyajibu. Pengine kungekuwa na meza mazungumzo, watu ndio walizungumza hiyo kwamba hatua ya kuwaweka ndani ulitumia mamlaka yako kwa nguvu sana, wakati kumbe kuwa kuna meza mazungumzo, na kwa sababu makosa yalifanywa na watendaji hao wa serikali. Wakati mwingine mathalan TRA hawakufanya kazi yao inavyotakiwa, taasisi za serikali zingine hazikufanya kazi yao inavyotakiwa, ulikuja kushughulika na mtu mmoja, wanasema the danger of a single story, ulishughulika na upande mmoja peke yake. Maamuzi haya yanatajwa kama ni maamuzi korofi. Sasa yani hilo la kuweka ndani unanipangia sasa, kama kuna mjadala wanakiri kwamba na walikiri mbele yenu mliona kwamba kodi imekwepwa. Kama ulikwepa kodi kunilazimisha au kunipangia mimi namna ya kuhangaika na mkwepa kodi, nadhani hiyo haiko kwenye mamlaka ya mtu mwingine. Kama una hoja hapa ni kukwepa kodi na wamekiri, wamekuja watu hapa, nikupe tu taarifa tu, wamekuja watu hapa, wamekuwa shambani kwa miaka 7, hawajalipa kodi ya aina yoyote, corporate tax. Wamekuja wameuziana mkataba juu ya mkataba, wakaenda kuleta juu kwa juu, wanaenda kuleta wazungu wenzao. Mtu mwenye mkataba wa awali akamuuzia mwingine juu kwa juu. Wanatakiwa walipe capital gain ya 20% kwa sababu ni wageni, 20%. Hawajalipa. Wako shambani, wanalima, wako pale shambani. Kodi ya serikali hawalipi. Unamuhitaji huyo mwekezaji? Jambo la kwanza, wewe ndio unamjua kama mwekezaji. Mimi namjua kama ni mkwepa kodi. Tena asiye na haki ya kukaa pale shambani. Kwa hiyo namna ya kudili na mkwepa kodi ambaye hana uhalali na vibali vya kukaa shambani, hiyo ni juu yangu nitakavyoona inafaa. Ni juu ya kamati ya ulinzi na usalama itakavyoona inafaa. Na hii kwamba tunakaa meza ya mazungumzo, kwani meza ya mazungumzo haikai hadharani? Hakuna mahali tumefanya maamuzi hapa kwenye wilaya hii bila kukaa na kamati ya ulinzi na usalama hapa. Kabla pale tunapokuja pale ni mwisho. Na kama uliiba hadharani, majibu yake nao utashughulikiwa hadharani kwa namna hiyo hiyo, ili liwe fundisho kwa watu wengine. Lakini issue ya pili ni hiyo unayosema watumishi wa serikali walihusika kwenye uzembe. Walishiriki kwenye uzembe. Sasa tuna hoja mbili hapa. Tuna hoja ya namna ya kumshughulikia mzembe na kuna hoja ya namna ya kumshughulikia mkwepa kodi. Kuna namna ya kumshughulikia mzembe ni paka niridhike kwamba uzembe wake unahatarisha usalama, unasababisha vurugu mbele ya macho yangu. Na mimi nina namna nyingine ya kushughulika na watendaji. Kama ulifika ukamkuta mtu kakwepa kodi, ni uzembe wa hali ya juu tu, unaonekana uhitaji ujiridhishe kwa sababu umeshajiridhisha kwamba kweli kodi imekwepwa. Watu wamekwepa, wamekaa, maana yake kuna watu wa kufanya kazi yao. Aliyekwepa kodi ni mtumishi. Mtumishi ana kosa la uzembe sio? Ambalo amesababisha mwekezaji akapata manufaa. Ndio maana nasema hapa ni uzembe, negligence. Hapa. Na mimi na namna ya kushughulika na mzembe. Na namna kila mtu ana namna yake ya kushughulika na kosa. Mimi nashughulika na mkwepa kodi na mzembe pia, na niliwaweka pamoja wote hawa watu. Kabla na mkwepa kodi wote hawa. Jana yake au kabla tulizungumza wote. Kila mtu tukapangiana majukumu. Mkwepa kodi kwa sababu ana watu, anadhani ana network, ana cycles huko, anadhani anaweza akatetewa kodi yake isilipwe, huku anaendelea kukaa shambani kinyume na utaratibu, na yeye akaviolate baadhi ya standards tuliojiwekea. Kwa hiyo ile ni final. Lakini mzembe naye hatua zake tumezichukua na wanajua. Sasa kunipangia kwamba huyu mzembe mshughulikie hivi na huyu mkwepa kodi mshughulikie hivi, wakati tulishazungumza huko, hiyo ni juu yangu. Hiyo sasa ni juu yangu na kamati ya ulinzi na usalama itakavyoona inafaa. Kwa kusema ukweli, hoja yangu kubwa hapa ni nidhamu kwa hao watumishi wa umma. Na lazima, na najua wameshajua sasa kwamba lazima wawe na nidhamu ya kuwahudumia wananchi wanyonge waliotupa dhamana. Lakini la pili, kodi ya serikali ili tuwahudumie watu, kusiwe na vurugu, kusiwe na hamaki, ahadi za Mheshimiwa Rais zitekelezwe, rais asihujumiwe, fedha zipatikane za kuondolea wananchi kero za maisha, ni lazima watu walipe kodi. Akitokea sasa mtu akadhani kwamba nafahamiana na bwana mkubwa huyu, kwa hiyo mimi naweza nika influence maamuzi yoyote, hata maamuzi ya DC, mwishoni mkasema mmeweka serikali mfukoni, sio serikali hapa, sio serikali ya Mheshimiwa Magufuli. Things have changed completely. Nimeona wakati fulani kumekuwa na mgogoro mkubwa wa jambo ambalo lingeweza kutatulika mapema. Kwa mfano, tulikuona kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii ukifanya maamuzi, wengine wanasema yale alikuwa ni maamuzi katili ya kuamua halmashauri ikatiwe umeme. Wakati huo soko ili warejeshewe umeme kwa sababu ulikuwa umekatwa. Lakini ulienda mbali zaidi na watu walijadili mbali zaidi. Miradi ya serikali mara nyingi
Mwenge unapopita kuzindua miradi ya serikali, kuna tabia kuzindua miradi hewa. Anavyokuja rais, anavyokuja mkuu wa mkoa, ama anavyokuja waziri mkuu, watu wako tayari hata kuweka generator maji yatoke, wako tayari kuweka chochote umeme uwake. Mwenge ukiondoka mradi unasimama pale. Kumekuwa na tatizo nchi nzima, na juzi tumeona baada ya Mwenge rais alifukuza watu kwa sababu kuna miradi chini ya viwango, wengine wamefanya uhuni. Kesi ya hata kwangu kesi hiyo kesi hii ya inapopita uongozi wa kitaifa, watu wanacheza mchezo, ukiondoka wananchi wanaendelea na tabu. Na kwako ipo hii au ndio scenario hii inapelekea kwenye hilo soko pia? Sasa kwa mazingira ya hayo ya majibu unayosema na unayoeleza, ulitaka nifanyeje? Ulitaka maamuzi yafanyikeje? Unakuja Mwenge, unawashwa umeme sokoni siku moja, unakatwa umeme Mwenge ukipita. Nimeenda sokoni, utaenda na nataka muende kule pia. Wale ndo wananchi wanaoseta agenda za kuwaweka viongozi madarakani. Wanakuambia ndugu DC, umeme hapa umewaka siku moja tu, siku Mwenge ulipopita 2016. Alafu tukakatiwa. Lakini pamoja na kukatiwa, unawauliza TANESCO kwa nini umeme ulikatwa. Wanatuambia wakati tunamalizia kuunganisha halmashauri tunaidai 1.9 bilioni, milioni 1.9. Alafu kutoka 2016 akaunti ya soko, akaunti ile ya soko iko kwa mkurugenzi, lakini umeme unakatwa sokoni ambapo wafanyabiashara wanalipa kodi. Nani alitakiwa wakati ule umeme? Kila siku wafanyabiashara, kila siku ya Mungu wanalipa kodi ya halmashauri. Lakini wewe halmashauri kwa miaka miwili hauendi kuweka umeme, kuunganisha umeme wa milioni 1.9. Nikawaambia TANESCO, akaunti yenu ni wanao hao watu wa soko, wafanyabiashara au halmashauri? Wakasema ni akaunti ya mkurugenzi. Nikamwambia kateni umeme pale na mje muwasha hapo. Kwa hiyo umeme ukawashwa hapo siku hiyo, ukakatwa halmashauri. Tuone nao kama wana uwezo wa kukaa miaka miwili bila umeme. Kwa hiyo wakaja hapo wananiambia tunaomba DC tufanye tu taratibu mfumo wa Epika tulipe zile. Nikamwambia nimesema umeme usiwashwe. Na nikawaambia ndani ya halmashauri hiyo ndio kuna ofisi yangu. Kwa uwazi tu, nikirudi nikute umeme umewaka ofisini kwangu. In less than 16 hours umeme ukawaka. Ulitaka hayo maamuzi, ulitaka niwafanye maamuzi gani tofauti nayo? Kama sio hayo nimewahurumia. Ulitaka watendaji wa namna hiyo mimi niwafanyeje? Niwapishangilie, kuwapigia makofi wananchi kule wanalipa kodi? Ukieleza hivi unaonekana uko mwenyewe pia. No, katika maono haya unaonekana uko mwenyewe, unapambana na kundi la watu ambao hawaoni unachokiona. Utaanguka tu mwisho wa siku. Hauoni hii ni kuanguka tu. Kama watu wana uwezo wa kuhujumu mradi wa kitaifa na Mwenge ukipita unapita na watu unakatwa, wewe leo sababu unafanya miujiza gani? Kwani nikiwa mwenyewe kwenye kusema kweli kuna matatizo gani? Yaani hata nikioshakuwa mwenyewe sasa tutasema kweli nafanya kazi ambazo Mheshimiwa Rais anategemea wanyonge wake, watu wake waliompa kura. Mara zote anaeleza hawa ndio mabosi wetu. Mimi nahitaji kuwa na sihitaji kwa kusema ukweli, mimi nahitaji kufanya yale rais anayotaka. Sihitaji kuwa na urafiki na watu ambao wanahujumu wananchi wanyonge wa chini. Urafiki wangu na wao unanisaidia nini? Unaisaidia rais nini? Unaisaidia nchi nini? Na haya maamuzi nimekuambia tunayafanya kwenye kamati ya ulinzi na usalama. Ni kichwa. Mimi ni kiongozi, mimi ndio kiongozi wao, mwenyekiti wao. Kazi yangu tu ni kwamba mimi nifanye maamuzi wale wanaponishauri. Na mtu yeyote angekuepo anashauriwa yale anayoshauriwa na kamati nyingi za ulinzi na usalama wafanye maamuzi. Toka mwanzo mambo madogo yangeshaisha. Sasa kama ni mtu hukuona kwamba unaona ni haki mbele za Mwenyezi Mungu, ni haki mbele ya rais aliyekupa dhamana hii, kwamba watu wa sokoni hapo kwa miaka miwili wakae gizani, wakati kwa siku wewe unakusanya pale sio chini ya 1.5 200, alafu milioni 900 ndo hujalipa, umeme Mwenge umepita, udanganyifu umefanyika, alafu mimi DC nije nikushangilie, ni kuache kwenye vioyozi na wewe unastarehe na umeme wakati wanateseka watu wanaokufanya ukae hapo ofisini? Siwezi. Na umeme uliwaka. Hiyo issue kubwa ni kwamba umeme uliwaka na unawaka. Yenda leo utaambia umeme unawaka. Tangu umeteuliwa nimefuatilia madisi kadha wa kadha. Utofauti wako ni kwamba tangu umeingia una mambo mengi kubwa nimekusikia, nimekuona ukipambana na kuongeza mapato. Kodi
na unashughulika na kukwepa kodi, na kwamba pamoja na kauli ya Mheshimiwa Rais, wafanyabiashara wadogo wadogo, watu wasiwabughi, na hapa ilikuwa ni miongoni mwa maeneo hayo ya kwamba viushurushuru kakero wakati rais aliagiza. Nataka unijibu kwa sura mbili. Moja, hiyo ushuru umekoma au bado unaendelea? Tatu, la pili, uniambie umebadilisha nini? Kwa maana mapato yameongezeka sasa, kwa sababu unaweza kuwa unaleta misuli hii lakini kumbe vitu viko pale pale. Nini kimeongezeka? Nyanda, nitaanza na maelezo haya. Kuna eneo linaitwa Chemka. Ni kituo cha utalii, watu wanaenda wanaogelea tu. Na hilo nitalifikisha kabisa mpaka kwa viongozi wakubwa. Nimekuta watu wanajikusanyia pesa pale. Kupe mfano tu. Nikakuta wanasema kwa siku kwa mwezi wanakusanya kama 800,000 kwa mwezi. Nikagundua kile kituo wanakuja watalii kutoka nchi mbalimbali duniani. Kiko pale. Na hakiko kwenye vyanzo vya mapato ya halmashauri. Na baada ya kujiridhisha kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, tukajiridhisha kwamba wale watu wanakusanya pesa nyingi sana kwa mwezi. Na wanagawana, zingine zinaenda huku, zingine zinawakuta baadhi ya viongozi wenzetu wa halmashauri wanagawana. Nikaweka vyombo vya ulinzi na usalama wasaidiane na baadhi ya watu tuliowateua kwenda kukusanya mapato yale. Tukaweka kwanza pilot. Tukakuta mwezi uliopita, mwezi Septemba peke yake, wamekusanya kwa mwezi milioni 22,800,000. Sehemu walipokuwa wanakusanya kwa mwezi, wanadai kwa mwezi wakusanya 800,000, kwa mwaka milioni 18. Huu ni mwezi wa pili. Huu sasa ni mwezi wa pili, mwezi wa 10. Sasa hivi wameshakusanya karibu milioni 41 ukijumlisha kwa miezi miwili. Hakipo, nimekuambia chanzo hicho hakipo kwenye vyanzo vya mapato. Tumekiweka kwa nguvu na tumewarudishia halmashauri kama hichi chanzo cha mapato. Sehemu ambayo wanasema tulikuwa kusanya 800,000 sasa zinaenda milioni 41, milioni 42. Hiyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, tumeenda kwa Sadala, soko mashuhuri. Linalisha ndizi Arusha, Mererani, Dar es Salaam, Zambia, ndizi zote unasikia za Moshi zinasambazwa kutoka pale. Siku hiyo Mheshimiwa Rais alipita, wakamsimamisha pale wananchi wake. Wakasema sisi wakulima endelea kutozwa kodi ndogo ndogo, tukiingia hapa tunatozwa tukitoka mashambani. Rais akaagiza kwamba mtu yeyote mkulima asitozwe. Nimekwenda kusikiliza kero zao, jambo la kwanza wakaniambia hilo. Kwamba wanatozwa. Mimi mwakilishi wa rais. Alafu wako watumishi wanawatoza. Wako pale nawaona mbele ya macho yangu. Ngoja, nawaona mbele ya macho yangu. Ya rais ikapuuzwa. Rais akatoa kauli. Rais wa nchi. Alafu mtu namuona kwa macho yangu. Alafu unamwambia tuje naye kuzungumza nini mezani. Huyo mimi naongea nini naye? Amepuuza kauli ya rais. Amepuuza agizo la mkuu wa nchi, la amiri jeshi mkuu. Mimi naimwakilisha hapa, kwa vyovyote huyo kuendelea kukaa mtaani, hata wale wananchi wale ambao wanatosha kumshughulikia. Kwa hiyo nikamweka sehemu salama. Ndio hiyo inarudi kwenye hoja kwamba Sabaya anapenda na kamata ili nifaidike nini? Na kamata ili ulete kuwe na nidhamu. Na watu wa namna hiyo lazima watakiwa nao wajifunze. Tusitengeneze jamhuri ndani ya jamhuri. Lakini pia mapato alivyokuwa wanakusanya watu hao, nikwambie tu kwa siku ile soko lina siku 2, Jumanne na Jumamosi. Tukawaondoa wote wale watu. Tukaweka watu wapya na vyombo vya ulinzi na usalama ndani. Viko mpaka kesho. Kwa siku, sehemu ambapo walikuwa wanadai tunakusanya 700,000, 800,000, kwa siku wakakusanya milioni 2.5. Kwa hiyo kwa mwezi, kwa wiki una uwezo tunakusanya, hakuna siku imeshuka milioni 2.5. Milioni 2.1. Kwa hiyo ni 4.6, 4.5 wiki. Sehemu ambapo kwa wiki ilikuwa inakusanywa shilingi milioni 1.6. Mtu kama huyo anayekosesha serikali mapato, anayekwepesha serikali kodi, anafanya nini zaidi ya kuhujumu uchumi wa nchi? Sisi kazi yetu ni mtu kama huyo tunampongeza au tunamfanyaje? Kwa hiyo unaweza kuona trend ya mapato. Stand hii. Nenda mwenyewe, nenda angalia hapa stand hapa. Nikawakuta wanakusanya kodi, ile magari yanaingia na kutoka 200,000 kwa siku, 220,000. Tukaondoa wale watu tena. Tukagundua kuna ujanja, tukaondoa wale watu. Tukaweka watu, tukaweka na watu wasimamia. Leo haijawahi kushuka 4.5 kwa siku. Kwa unaweza kuona input, unaweza puli ya mapato, na hizo ni sehemu ambazo tumefanya operation chache. Bado ili tupate uhalali wa kuwahudumia wananchi na kupunguzia kero za maisha, ni lazima tukusanye kodi. Ili tukusanye kodi, ni lazima nao wananchi huduma zao tuziboreshe, kama hizo umeme na nini, tupate uhalali wa hizo kodi tunazozikusanya. Okay. Kwa mazingira hayo utapima na kuangalia kwamba
kuna impact kwenye kodi, na sisi tunataka tukubaliane. Nitawaita hapa mkurugenzi na wakuu wa idara kwamba hii budget kikomo, hii budget ya makisio ya budget wanayoyaweka, tunataka in 6 months tufikie malengo yote, tuanze kukusanya ziada. Na tuna uwezo kwenye wilaya hii. Okay, sawa, tumepata picha hiyo. Kwa hiyo wale ambao tulikuwa tunaangalia upande mmoja, sisi tumeamua kuja hapa Hai kwa sababu moja. Wengi wamejadili sana, umma umejadili sana maamuzi yaliyofanywa na DC, lakini hawakupata fursa pia ya kukutana na DC kutupa ufafanuzi kwamba unaoyafanya na maana gani, yana faida gani, yanatusaidia nini. Wanamoshi nilipofika wengi na wametumia message wanasema kulikuwa na tatizo kubwa sana la maji hapa. Mbaya zaidi kuna mtu mmoja akaniambia nje ya maji imekuwa ni tatizo sugu. Mwingine akaniambia hata magari ya maji taka yamekuwa na mgogoro usio koma. Na mtu mmoja akanitumia juzi, wakati nimesema nakuja hapa, akanitumia juzi message anasema muulize ni mgogoro wa magari ya maji taka yataisha lini, kama mimi choo cha nyumba yangu kimejaa, lakini nilipofuatilia nikaambiwa kuna mgogoro wa magari yameshikiliwa, sio huduma na huduma haitolewi. Hii ni juzi. Huyu mtu ni mkazi wa hapa, juzi anaitwa Elia. Juzi amenitumia hivi. Kwa maji na hili niunganishie pamoja. Unashughulika na kodi tu. Sasa kodi lazima iende ikadeflect sasa haya maendeleo ya watu ikiwemo maji, sasa hospitali na mambo mengine. Tuanzie kwenye hili. Sikiliza Nyanda. Kuna kitu kilikuwa kinaitwa Water Service Facility. Ilisajiliwa kama trust wadhamini. Ile taasisi ilisajiliwa, ulikuja mradi kati ya Wajerumani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ule mradi ulipoisha ukabakiza magari mengi, ukabakiza karibu milioni 540 kwenye account. Miaka ya nyuma, kama miaka 6-7. Lakini wakajitokeza watu 4-5 kwa influence ya baadhi ya wanasiasa na viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na viongozi baadhi ya serikali. Wakaenda kusajili kile chombo ili ule mradi ulipoisha zile pesa pamoja na mradi na magari yale yakabidhiwe kwao kwenye trust, sio serikalini. Baraza la madiwani wakakaa wakajadili, wakasema hii pesa inatakiwa kwenda serikalini. Wakaamua taarifa ya ukaguzi wa ndani, ukakuta wana mali nyingi lakini zinatakiwa kwenda serikalini. Wakaishia kutoa mapendekezo bila kufanya maamuzi. Kwa hiyo hao watu wakawa, sababu wana pesa na ushawishi, wakawa wanaamua kwamba sisi tunayoita sisi ni kama ya kwetu. Vitu ambavyo vimeletwa kwa msaada wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama garanta 2011 Water Service. Lakini wao wakawa wanajiendeshea kama wanapotaka. Nilipofika tukakaa na kamati ya ulinzi na usalama, tukaangalia tukasikiliza maoni yao, tukajadiliana maoni yao, tukajadiliana na halmashauri, tukasoma taarifa za halmashauri, tukasoma taarifa za ndani za ukaguzi. Tukagundua hawa watu wanamiliki kinyume na utaratibu na wamepora mali halali za serikali. For 7 good years hawa watu hawalipi kodi, hawahangaiki na shida za watu. Hawa watu wanaosema wana shida ya maji taka, sasa unaenda kwenye maji taka, unaenda wanavuta ile maji taka kwa 1,200,000. Mali ya serikali unatumia kwa wanyonge. Kwa hiyo mimi baada ya kujiridhisha sikufanya mjadala na mtu. Nikawakamata, tukawaita, tukawaoji hapa. Tukajua kamati ya ulinzi na usalama hawana majibu. Mali mzanani wanasema ni za serikali. Ninyi ni watumishi wa serikali? Sio. Wamejipa, wanajilipa mshahara wanavyotaka, hawalipi pay as you earn. Kwa hiyo tukaona ni jamhuri nyingine ndani ya jamhuri. Kwa hiyo tukachukua mali zote, tukawaweka ndani kwa kusema ukweli. Sababu walikuwa wamejimilikisha mali ya serikali, wamekuwa wakikwepa kodi, sehemu yao salama ni ndani. Huku TAKUKURU nao wanachukua hatua zingine. Si kwamba kwa kufanya hivyo tunafurahi sana kufanya hayo, lakini kuna sehemu kuna maamuzi ambayo hata Mungu alikuwa anafika sehemu anasema bila kuwasha moto huu hapa watu hawatanielewa. Na tumeizoea kuishi kwa maneno sana, mijadala sana. Na hiyo mijadala unaifanyaje katika mambo ya wazi? DC aliyepita Mheshimiwa Biakano, mkuu wa mkoa wa Mtwara, alishasema na alishatoa maamuzi kwamba mambo yarudi serikalini. Akigusa tu huku wanamkomisha kwa maelekezo mengine. Mimi nikasema dawa yao hawa ni kuwahifadhi. Na wakarudisha. Katibu mkuu, nashukuru katibu mkuu wa wizara amekuja hapa, mali hiyo yote tumeiandikia na imerudishwa serikalini rasmi, na sasa MUWASA, mamlaka ya maji ya Moshi, ndio inasimamia sasa zile shughuli zao zote. Kwa hiyo katika hilo mgogoro umeisha.
Na tumewaambia MUWASA sasa watakuwa wanatushirikisha ile 1,500,000 wanaochajisha wasichajishe wananchi tena. Wapeleke sehemu yenye shida. Sasa wanapunguza proposal, wanapunguza. Juzi walikuwa wananiambia 80,000 kushuka 70,000 huku chini. Nikasema at least, na kama wanaweza kupunguza wapunguze zaidi ili kuwe na huduma ya uhakika kwa bei nafuu. Sababu ni mali ya umma, ni mali ya serikali. Serikali ndio garanta na mdhamini wa wananchi hawa. Pamoja na kugundua hiyo tatizo, manake watu walifuja mali hii. Wakisharudisha hivyo mnaachana nao ama kuna hatua zaidi ambazo zinachukuliwa? TAKUKURU wanafanya kazi yao. Wanaendelea na uchunguzi wao. Vyombo vingine vya ulinzi na usalama in fact wanafanya kugundua mali zingine zote ziko wapi. Na wizara tumekubaliana na wizara na Mheshimiwa Katibu Mkuu Profesa Kitila kwamba wataunda task force ya kuja kuhakiki mali zote zilizokuwepo huko ili zirudishwe. Lakini vyombo vya ulinzi na usalama wanaendelea kufuatilia, wanafuatilia viongozi wengine walioko mahali pengine ambao walihusika, wanafuatilia watu waliowadhamini watu hawa, kuhakikisha kwamba kuona kwamba wanaendelea kufuja, kwa sababu kuna interest ya watu wengi sana. Na ni dude kubwa hili, yani ilikuwa linaenda sasa linaamua mambo kwa niaba ya wilaya. Lakini leo jiulize, fanya research na utafiti mdogo, utaona kuna maeneo sasa maji yanapatikana 24/7. Sababu wao ulikuwa hata ukikosana nao tu wanakufungia maji. Ulikuwa ukipishana na mkurugenzi njiani, manager wa mradi anakufungia maji. Ulikuwa ukikosana na watu huko chini eneo fulani wanafunga maji. Sasa hiyo sio jamhuri nyingine inatengenezwa. Kwa hiyo sasa wale TAKUKURU wanahangaika nao kujua wamekuaje wakitumia mali ya umma kinyume na utaratibu kwa miaka 7. Mimi nakushukuru sana mkuu wa wilaya Hai Mheshimiwa Lengai Ole Sabaya. Niko naye hapa kwenye agenda 2020 usiku wa leo mpaka saa 4:30 tunajadili jinsi gani ambavyo maendeleo Hai yamechelewa na yanataka ama yanapiganiwa kwa sasa kufikia hatua. Mimi naitwa Alois Nyanda na niseme tu kwamba wananchi wa Hai wanayo haki yote ya kumjadili kwa miezi mitatu amefanya nini. Hawa ni miongoni mwa wananchi wachache ambao wanamzungumza Mheshimiwa mkuu wa wilaya Hai kutoa maoni yao, wanaona nini mpaka sasa. Kisha mimi nitarejelea hapa muda so mrefu sana. Asante sana Alois Nyanda Mtoz katika mjadala wenu hapo na mkuu wa wilaya Hai. Hapa mimi nipo Boma ya Ng'ombe. Kama unavyoweza kuona hapa ni Boma ya Ng'ombe ambako ndiko makao makuu ya wilaya Hai. Halafu ukielekea hivi basi huko ni Sanya Juu, lakini ukinyosha ni Moshi mjini. Sasa sisi hatuendi Moshi wala hatuendi Sanya Juu. Mimi nitakuwepo hapa Hai ili kuweza kukuletea maoni kutoka kwa wananchi. Na hapa nilipo ndo itakuwa kitovu cha safari yangu kwenda kuongea na wananchi. Hebu tuungane pamoja tuweze kusikia wao wanazungumza nini kuhusiana na mkuu wao wa wilaya. Asante sana, tuungane pamoja. Alois Nyanda Mtoz. Okay, sawa. Tunaanza sasa, tunaanza. Okay, sawa, tunaanza. I want to talk you something. Okay. Mkuu wa wilaya alipokuja tu hapa Ole Sabaya, kwanza wananchi wamenifainika kwa mambo mengi. Kwanza maji ilikuwa na katika wilaya Hai nzima. Ya pili, tulikuwa tuna nyenzo nyingi tulikosa kama Watanzania au kama watu wa jimbo la Hai. Sasa hivi jimbo la Hai linanafainika mara kibao. Kuna shirika la inaitwa Kadi Kuriko pale na lingine linaitwa iko pale barabara kwenda Machame. Wote wananchi wamegawana juzi. Ni kwa ajili ya mkuu wa wilaya wa hapa. Kwa hiyo tumefanika mambo mengi sana, tumenufainika nazo. Na mpaka sasa hivi hatujai katikiwa na maji huko. Maji alikuwa anasema ni idara ya maji na kumbe hakuna idara ya maji huku. Ole Sabaya imerudishwa maji, imeenda halmashauri. Kwa hiyo sasa huyu ni jembe la Magufuli. Ndio tunampenda. Ole Sabaya. Kitu kingine alichokifanya kikubwa kabisa zaidi ni kwamba wamama sokoni, umeme ilikuwa hamna sokoni. Ole Sabaya ameunganisha kwanza kwa Sadala, umeme upo. Tena akamwambia mtu ofisini kwangu kakate moto, lakini wamama wapate umeme sokoni. Hiyo ni nguvu kazi ya Magufuli na hapa ni kazi tu. Hapa tunapenda. Okay, kwa jina naitwa Farida Ramadhani Kalom. Kwa kweli kwa sasa hivi kwenye soko hili tuko vizuri. Kwanza kabisa tulikuwa tuna umeme. Sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata umeme. Soko letu lilikuwa limekaa olela. Kuna soko lingine ambalo lilikuwa limeanzishwa nje kule. Tulimuomba tusaidie kufanya mchakato soko lirudi ndani tukae kawaida vizimbani. Watu wamerudi
vizimbani sasa hivi tunauza vizuri kwa pamoja, mambo yanaendelea vizuri. Kwa kweli tunamshukuru sana. Unafikiri umeme ulikuwa una umuhimu gani kwenu pamoja na maji katika ile soko? Maji ni muhimu sana kwa afya ya mwanadamu, sana sana ukizingatia maji tunatumia kwa kuoshea vitu, maji tunatumia kwa kunywa, maji kwa usafi tunatumia. Umeme unatusaidia mambo mengi sana. Siku za nyuma hapa sasa hivi usiku watu walikuwa wanaingia huku wanaiba, wanajisaidia huku katikati ya vizimba, lakini sasa hivi ukizingatia watu wazubutu tena kufanya vitu kama hivyo. Amefanya vizuri kwa kweli. Yuko vizuri, tunamshukuru sana yani tunamshukuru sana. Naitwa Mbora Mboe. Ni mkazi hapa, nafanya biashara hapa Sadala. DC alisema watu biashara ndogo ndogo wasitozwe. DC anaongea vizuri kabisa na anafanya kama ipasavyo, lakini bado wale ambao waliposema wale wanaotoa ndizi wasitozwe kodi, lakini bado wale zile ndizi mifuko inaotoka wanatufanya nini? Wanatozwa kodi. Shilingi 500, shilingi 500. Na alisema zile ndizi ndogo ndogo, na huko mama wenye kuuza michicha naona hao ndo watozwi kidogo. Kwa sababu DC alikazia hiyo kabisa mheshimiwa. Na mpaka sasa hivi wale wa mboga mboga hawatozwi. Lakini ukitoa ndizi yako kidogo, wakiwa wanatoa ndizi, wanatozwa. Kwa hii inamaanisha kwamba ushirikiano kati ya DC na viongozi wake ambao wanaongoza haupo, ila ushirikiano kutoka kwake na kwenu upo. Ushirikiano na DC kwetu upo. Na ndio maana nashughulikia ili soko. Unaona? Hapa alisema siku 2, alisema umeme siku 2. Alisema mpaka Ijumaa umeme utakuwa umewaka soko hili. Na kweli ukawaka. Kwa hiyo anafanya vizuri kabisa ipasavyo. Na swala la ujenzi hili limekujaje katika soko hili? Limekuja baada ya huu mkuu wa wilaya kuja sasa hivi. Lilikuwa limepuuziwa kabisa, hata mpaka lilikuwa linavuja. Unaona mpaka mafundi wako juu. Sasa hivi wanafanya kazi. Na mitaro yote sasa hivi ya maji sasa hivi inatobolewa na bado sasa hivi wanaendelea na kazi. Umeona juu? Hiyo ni kwa ajili ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo wewe, tathmini yako kwa mkuu wenu wa wilaya, hii miezi mitatu tu unaweza ukasemaje labda kwa Tanzania? Yaani mkuu wa wilaya anaenda vizuri. Tunachoomba ni sisi wadau wa bodaboda wakiingia sokoni, tumeomba hiyo mkuu wa wilaya tufikirie ili tusije tukalipa kodi ya shilingi 500 kwa sababu sasa hivi mpaka biashara zimepungua. Hata sisi bodaboda tunamuomba mheshimiwa atufikirie, kwa sababu sisi bodaboda tukiingia pale getini tunatoza shilingi 500. Asante, mimi naitwa Mbonea Elifraha Mshana, ni mwenyekiti wa soko la walaji Bomang'ombe. Mkuu wa wilaya alikuja tukakaa naye hapa. Tumekaa naye hapa kwa muda alikuja tukafanya kikao hapa, lakini tulikuwa na mapungufu fulani. Tulikuwa na mapungufu ya umeme, tulikuwa hatuna. Alafu maji yalikuwa hamna. Alafu yani kwa muda wake ambao tumekaa naye wa miezi mitatu kuna mafanikio makubwa sana. Kwa maana hii nashukuru kwa sababu alipokuja yeye ndio kumekuwa na mafanikio, kwa sababu huu umeme huu ulikatwa kwa muda mrefu. Lakini alipokuja yeye aliurudisha kwa nguvu zote. Na aliporudisha ikawa sasa hivi unawaka kabisa, jioni ukiwashwa hapo mambo yanaenda. Kwa maana hii tunashukuru sana alivyokuja yeye. Wananchi mnampa ushirikiano kweli ili aweze kufanya kazi vizuri? Sisi wananchi tunampa ushirikiano mkubwa sana, kwa sababu mtu anayependa watu wasiteseke lazima tumpe ushirikiano pia. Miezi yake mitatu tunashukuru kwa sababu amefanya kazi kubwa kuliko mtu aliyekaa miezi 5 au 6 au 10. Kwa sababu tulikuwa na wakuu wa wilaya, lakini ilikuwa sio rahisi yeye kuja na kututembelea sisi, wala uwezi ukamgusa hata mkono. Lakini huyu yeye yuko na watu bega kwa bega, hajali kwamba huyu ni mtu yukoje, wala yani watu wote ni wake. Wapo watu wanaotathmini wanasema kwamba ni jeuri, yana misimamo mikali ambayo inaweza haisaidii. Nyie kwenu hili haliwaathiri? Hili halituathiri kwa sababu gani? Unajua kiongozi huwezi ukawa mzuri kama unafanya kazi nzuri. Kiongozi yoyote, hata huyu rais wetu Magufuli, kuna watu wanampenda na wengine hawampendi, lakini kutokumpenda kwao ndio kazi inaenda. Kwa maana hii yeye sio mjeuri, isipokuwa atakuwa mjeuri kama utaenda kinyume na yeye. Kwa maana hii kwa hilo halipo. Asante sana, shukrani.
Tumewasikiliza wananchi wa Hai. Hayo ndiyo maoni yao, wao wameyasema juu ya mkuu wa wilaya ya Hai. Wameyazungumza wote, tumeyasikia na tunashuhudia. Wengine wametoa pongezi na wengine wametoa angalau maoni yao juu ya namna ambavyo inawezekana bora zaidi Hai. Kwa hiyo tumesikiliza hii. Hayo ni maoni yao. Sasa mimi kama Mtozi bado nipo na mkuu wa wilaya, najadiliana naye kuhusiana na maendeleo haya. Pamoja na wananchi kuzungumza haya, wengine wametoa namna ambavyo kero ilikuwa kubwa. Pamoja na mazungumzo haya, wananchi wanaonyesha wazi, ukipima wanaonyesha wazi kwamba pamoja na maamuzi yenye nia njema uliyofanya, kuna maamuzi mambo ya hovyo yalifanywa na baadhi ya watumishi wa umma. Na kuna mambo makali sana uliact mbele ya wananchi dhidi ya watumishi wa umma. Wakati mwingine ulikuwa unamwagiza, mfano kwenye issue ya kurudisha umeme, unamwambia mkurugenzi, na pale unamwambia haiwezekani mkaitana hivi mkajadiliana ili kutengeneza sura ya umoja, kutengeneza sura ya uungwana, kutengeneza sura ya kwamba hawa wanafanya kazi kwa pamoja, kwa maendeleo ya pamoja. Lakini mnavotofautiana mbele ya wananchi, hii haileti ukakasi. Kama mkuu wa wilaya haikusumbui na watu waiki kinyongo hivi, tutaitana kwenye kunywa chai na sherehe za birthday huko. Lakini kama wao wameitana wapi na wale wananchi waajiri wetu wakakaa wakajadiliana kuhusu umeme, umewadhulumu kwa miaka miwili, umewatatesa kwa miaka miwili, wanagonganisha serikali, mamlaka na wananchi, wanagonganisha mheshimiwa rais na wananchi waliompa dhamana. Alafu wewe kwa miaka miwili hujafanya wajibu wako, unataka nikuite ofisini tujadiliane nini? Sababu wewe kwa namna yoyote ile unasababisha serikali ichukiwe, unasababisha serikali ivunjiwe heshima, na kwa vyovyote wewe unageuka kuwa mshabiki wa wale wanaoiponda na kuipinga serikali. Unawasaidia wale wanaiponda na kuipinga serikali kwamba unawapa ushahidi kwamba kweli serikali hamna inachokifanya. For 1.9 million paka anyanyuke mpinzani aseme serikali haifanye kazi kwa jambo dogo kama hilo. Kama wewe sio ulisababisha mgogoro huu nani? Kwa wananchi hao wanachotaka ni maendeleo. Wanachotaka ni yale ambayo mheshimiwa rais anayasema usiku na mchana, sisi tuyafanye. Ukiwa huyafanyi, manake wewe unasababishia ni hatari kwa wananchi, ni hatari kwa usalama wako, ni hatari kwa maana ya mgongano kati ya serikali inakusanishwa na wananchi wake. Sehemu salama, namna ya kukukumbusha kwamba unatakiwa kufanya wajibu wako, namna ya kukukumbusha kwamba ulichagua kazi, aidha uifanye au uiache, ni hatua hizo unazozichukua. Sio za kuitana nje, ulifanya hadharani utajibiwa hadharani. Nguvu uliyoitumia kuwatesa wananchi ndio nguvu tutakayoitumia sisi kukujibu kwamba na wewe unastahili adhabu inafanana na hiyo. Lakini sasa mapato kwa maana ya serikali kuu, mamlaka ya mapato Tanzania TRA, walikuwa mwezi huu, nikupe mfano wa mwezi huu peke yake, walikuwa na lengo na makisio ya kukusanya milioni 289 kwa mwezi huu, mwezi wa 10. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe wameshusha kusanya milioni 526. Karibu ongezeko la zaidi ya 170 na bado mwezi hujaisha tu. Na hizi siku mbili hapa, leo na kesho kumaliza. Kwa expectation ni kwamba ni milioni 530. Na tumeshaona hata hilo goli la TRA bado ni dogo. Tunataka mwezi wa 11 tukusanye 200% ya mapato yale. Kwa ukijumlisha yote hayo utapima na kuona mwenyewe kwamba kuna matokeo katika mabadiliko hayo au hakuna matokeo katika mabadiliko hayo. Okay, tumesikiza majibu haya. Mimi nataka nizungumzie kidogo, kuna maswali yameulizwa mengi. Labda nisome ujumbe alafu kisha nitacheza clip hii. Hii ni moja kati ya clip ambayo alihudhuria kwenye mikutano mkuu wa wilaya. Kuna lugha tata ambayo alizungumza na watu wengi wameijadili sana. Na hii ndio inahusishwa kwamba anawarubuni madiwani na wenye viti kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kuja CCM. Anasema wengi wanasema naona DC ameacha kazi yake ya msingi ya kujadili na matatizo ya watu, ameanza kushughulika tena na kuchukua watumishi wengine. Sasa kwa kauli hii ambayo alisema yeye hawezi kuwa neutral, atabaki kuwa CCM na hatahakikisha CCM inatawala milele
na yuko tayari kama ni kuwafanya watu wachanganyikiwa hapa, atawachanganya kweli kweli na wachanganyikiwa. Hii kauli imejadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Tuisikilize, alafu nitakaporejea hapa nitaanzia hapo kwamba anakwepaje na lawama za kwamba ananunua madiwani. Sasa hiyo tutapata ufafanuzi kwa sababu watu wengi wameasikiliza. Nisikilizeni. Mimi sio neutral. Anadhani mimi ni mtu neutral, amechanganyikiwa. CCM oye. Nitasimama hapa, nitasimama hai mpaka mtu yachanganyikiwe wote. Tumesikiliza hiyo kauli. Hii inaendana na jamaa mmoja anaitwa Tobias Paul. Anasema muulize, kazi ya DC ni kupambana na upinzani au ni kusimamia shughuli za serikali? Hapo Tobias Paul anasema hivyo, na anasema huyu Amani anasema DC ameanza vizuri, lakini kwa nini anashughulika na wapinzani? Kwani maendeleo hayawezi kwenda bila kuwepo wapinzani? Okay, huyu anasemaje? Lawrence afanye kazi kulingana na cheo chake. Mbona viongozi wa sasa wanatafuta kiki? Anasema hivyo. Huyu anasema Paul D. Orio analazimisha wenye viti waandike barua na kujiuzuru. Hana jipya sana kwa sasa kwa sababu analazimisha madiwani kujiuzuru. Sabaya. Hiyo kuanzia kwenye kauli yako ya kwamba kwamba wewe sio neutral, ni CCM, na kwamba utahakikisha. Na huyu na wananchi hapo wanasema unalazimisha watu wajiuzuru. Kwani wewe umenifahamu mimi nikiwa chama gani? Ukiwa Chama cha Mapinduzi. Sasa nikiwa DC na Amani. Yaani kwa ushakuwa DC ndio unaama chama. Mimi ni CCM. Katika hilo na kusema hamna mjadala, nitasema hadharani mimi ni CCM. Mimi ni mwana CCM. Mheshimiwa Rais alinipa heshima kubwa ya kumsaidia kazi kutatua matatizo ya wananchi ili CCM iendelee kuaminiwa. CCM ndio imepewa dhamana. Tunatumia ilani ya Chama cha Mapinduzi kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais aliombea dhamana kwa wananchi. Wananchi nchi nzima wakamwamini. Kwa hiyo tunapopunguza, angalia SGR, mradi wa SGR, Standard Gauge Railway. Angalia ATCL, umesema mwenyewe imefufuka hapa. Wewe mwenyewe umekiri. Angalia flyover zile za Dar es Salaam pale. Angalia daraja lile ama daraja Mheshimiwa Rais anayojenga nchi nzima. Angalia jana maelezo jana Rais aliyotoa kuhusu wakulima wanyonge wa korosho hapo chini, kuwaletea neema. Katika mazingira hayo, angalia haya mashamba tunayohangaika nayo ya BAKWATA, ambayo Mheshimiwa Rais ameagiza wapewe wahusika. BAKWATA wapewe. Angalia hayo makodi tunayotafuta yote huko. Mapato tunayoongeza. Kwa mazingira yale, diwani gani, mwenyekiti gani ambaye hasiyejua kusoma, ambaye anajua kusoma, anayaona kwa macho yake na anayasikia, atakubali kuendelea kukaa kwenye chama ambacho hakina ilani? Atakaa kwenye chama ambacho kazi yake ni kuishambulia serikali hata kwa yale yanayoonekana. Kama watu wananunuliwa kwa hizo kazi zinazokutajia. Kwa hiyo wao wenyewe wanafika bei kwa sababu Mheshimiwa Rais anatekeleza yale yaliyoko kwenye ilani, na kinachowanunua ni kipimo cha heshima, cha utu, cha kazi anazozifanya Mheshimiwa Rais kuwapunguzia ukali wa maisha. Na kama hamna kushawishi. Na ushawishi upo, ushawishi si kazi. Unashawishiwa kwa kazi. Maana kama hizo kazi zinazopigwa huko utaendelea kusema niendelee kukaa huku, wewe mwenyewe kwa mazingira ya kawaida umejishawishi, yani maana yake umekuwa convinced. Kwa hiyo mimi nakubali na nikiri hapa kwamba ununuzi unaofanyika ni ununuzi ambao unatokana na viwango vya heshima vya kazi anazofanya rais wa nchi. Na kama hiyo ndio bei, mimi nasema wote wanunuliwe na warudi. Kabisa. Kwa hiyo hii kwamba unapambana na upinzani? Sasa upinzani na ukizingatiwa hili ni jimbo la upinzani. Mimi natekeleza Mimi natekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema wananchi wanyonge watetewe. Wenye waporaji warudishe ardhi kwa wananchi wao. Umeme uwake sokoni. Kodi zisitozwe. Wanasema kabla hakikisheni kwamba wale wananchi ambao ndio mpiga kura, ambao ndio mabosi wetu, mabosi wa Mheshimiwa Rais, wanaopunguziwa ukali wa maisha. Hayo yote yakifanyika, maana yake utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lazima upinzani tutakuwa tunapambana nao kwa sababu sisi tunayatekeleza yale ambayo ndio mabosi wetu wanayataka. Kwa hiyo mapambano hayo ni mapambano ya field. Ni mapambano ambayo wananchi wanayaona. Na ukitaka kama una matatizo, kama una doubt, ukitaka mpeni naye nafasi aende kuongea. Tuone sasa hivi katika wilaya ya Hai atasemaje kuhusu rais wa nchi. Hana cha kusema sababu yale matatizo yanatatuliwa. Ambao ndo kero kubwa ya wananchi. Unafanyaje kazi na upinzani wewe kama DC hapa?
Sasa nafanya kazi kwa maana mnashirikiana kazi zipi sasa? Mchakato wa maendeleo. Sasa hiyo ni paka mimi ninachojua natekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yule ambaye anaona kuna mabadiliko anaweza akachagua kuja, kwa sababu hakuna siri. Rais amefanya mambo makubwa. Lakini mimi nimetumwa si kuja kushirikiana na mtu hapa. Nimekuja kuiongoza serikali kuhakikisha inasimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na wanaoondolea wananchi ukali wa maisha. Hiyo ndo ajenda yangu. Kama anayetaka kushirikiana na mimi fursa kuja. Na kama kuna wengine wanataka kuhamia kwetu fursa kuja. Ni uhuru wao. Lakini kwa kuhitimisha ni kwamba mimi ni mwana CCM na sio nyutu. Okay. Kauli yake bado umeendelea kuisimamia hiyo. Na hili la mtu anasema jeuri, kiburi, ubabe kama kiongozi kijana. Ndio, katika hilo lina ukweli. Kwamba wewe ni jeuri, kiburi, katika hilo lina ukweli ambao ni subjective. Wewe inategemea unanionaje. Kwa sababu nimekupa mifano mingi. Unaachaje kuwa na jeuri katika mazingira ambayo rais anakupa dhamana kaangaike na kero za wananchi? Hapo unakuta maelekezo yake yamekiukwa. Alafu wewe ambaye mwenye dhamana hiyo upo, utakayeulizwa wa kwanza kuhusu wilaya hiyo upo. Alafu wewe unataka ukae mwanze kujadiliana na wale waliosababisha mateso hayo kwa wananchi. Lazima uwe na jeuri ya kuchukua maamuzi. Kama ni jeuri hiyo wanayosemea inawezekana ikawepo. Lakini kama ni nyingine hii ya kawaida, wewe Nyanda unanifahamu. Mtapima na ninategemea na mtu anavyochagua kukuita siku hiyo. Wanasema vyao vinabadilisha. Nilivyokufahamu 2016 pengine leo sio yule, ndio maana wengi wanasema hivyo. Wanasemaje? Kwamba leo mamlaka uliyokuwa nayo 2016 sio mamlaka uliyokuwa nayo 2018. Na wewe unasemaje? Mimi nakuuliza wewe. Na mimi nasema hata ndio maana kwambia hivi hii mtu mwenyewe hawezi kujifahamu. Hata Kristo Yesu yule alikuwa anauliza wanafunzi wake, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Sio kwamba alikuwa hajui, ila anajua katikati wa watu wote kila mtu atakuwa na mawazo yake. Sasa siwezi kuwachagulia watu Tanza Uzalendo yuko hai, anasema mimi napishana naye kwenye gari kila siku akiwa anaenda ofisini kwake. Anasema Lois muulize Sabaya yule mzungu Trevor ameshalipa kodi yetu ya mashamba. Swala la pili, ameuliza maswali matatu, naomba ni yote alafu uweze kuyajibu. Anasema muulize yule mzungu wetu Trevor ameshalipa kodi yetu ya mashamba. Swali la pili, yule singa aliyempora shamba, sijui kama umepora shamba, aliyempora shamba mbona alikuwa ameuziwa na BAKWATA Kilimanjaro? Swali la tatu, Hai ina mashamba mengi ya mabepari, mbona amekuwa kimya na ziara zimekata au ameshavutiwa? Ameandika madorali, niko wilaya yake. Okay. Asa kwanza nianze swala la pili, unaona linajicontradict. Kwamba yule singa nimempora shamba. Alafu tena hapo anasema mbona nimekuwa kimya kuchukua mashamba ya mabepari. Mabepari ndio wao wanachukua mashamba yao. Yaani labda umechukua moja, of course kuna contradiction. Umechukua moja lakini nikavutiwa dola. Ukavutiwa dola kwa umeacha mengine. Hoja hapa ni nini sasa? Hoja ni kwamba shamba ni la nani? Ni la BAKWATA. Kwanza umepora, kwa sababu anasema umepora shamba. Sijui wewe unamiliki mali kiasi gani kwa maana ya Hai. Ninarudia. Rais aliambiwa kuhusu shamba, akasema mwenye haki apate haki yake. Shamba liko chini ya BAKWATA, sio chini ya Sabaya, sio chini ya kamati ya ulinzi na usalama. Sasa hivi BAKWATA wanayo barua kutoka kwa singa. Ni kwa taarifa yako kwamba wamekubali kwamba walikosea na mchakato wote. BAKWATA walikuwa hawana hati. Ila BAKWATA walichokifanya ni kumlipa katibu wa BAKWATA mkoa pesa. Katibu wa BAKWATA naye mkoa aliyekuwepo kwa sababu ya ubabaishaji akaenda akachukua shamba lingine liloko Moshi vijijini. Akasema sasa sema hili shamba ni la kwako, tumebadilishana na BAKWATA. Kumbe hata ile la Moshi vijijini bado ni la BAKWATA. Lakini hao makakalasinga nao wakasaini kwamba sisi shamba letu ndio Moshi vijijini, tunabadilishana shamba hili. Kana kwamba lile ni shamba lao la kule Moshi vijijini. Na sababu ya kumweka ndani ni ile sahihi. Na ni mgeni. Mimi lazima nione uhakika nitaendelea kumuona hapa nitakapokuwa namhitaji kwenye uchunguzi. Lazima nijiridhishe na hilo. Lazima vyombo vya ulinzi vya usalama wachukue hatua za tahadhari. Wakati huo mimi naendelea kumcontain. Okay. Na wasaidie vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo shamba ni la BAKWATA, ameshaandika wala sio lako. Wala hujapora. Nafikiri umemsikiliza. La kwanza, la pili, peleka hapo mashamba ndugu yangu. La pili. Hii issue ya Tudli ya mzungu ni kweli ameshalipa kodi, alinyang'anywa passport yule. Lakini jambo hilo wakanyanyuka wakaenda kukata rufaa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi hoja yangu ilikuwa ni kodi, kwa hiyo wamekata rufaa na mkuu wa mkoa ametoa maelekezo yake.
kwamba kuna wahusika wengine watakuja. Sasa hilo ni mamlaka ambayo nawajibika kuheshimu na kuisubiri. Na mimi nisingependa zaidi kulijadili Kabisa, hilo kwa sababu ya protokali, kwamba kama limeenda kwa mkuu wa mkoa manake ni mamlaka juu yangu na lazima tuishi hapo. Na mimi nisingependa kulijadili zaidi kwa sababu kipindi changu cha Agenda si sehemu ama si genge la kugonganisha mamlaka. Ni eneo ambalo pia linahitaji utaratibu. Kama limetoka kwake, na uliouliza swali nadhani umejibiwa vizuri sana kwamba limetoka mikononi mwake, wamekata rufaa kwa mkuu wa mkoa. Sasa mkuu wa mkoa protokali ni kwamba ni mkubwa wake, kwa maana Sabaya pia ni mkubwa kwa maana ya kufata ngazi za kiutawala. Mkuu wa mkoa ni bosi wake. Kwa hiyo hilo pia hata mimi nisingependa kulijadili kwa maana kugonganisha taratibu na mamlaka. Anasema pamoja na yote yanayojadiliwa kwenye mtandao, Alisha anasema hivyo, pamoja na yote yanayojadiliwa kwenye mtandao, Lengai Ole Sabaya ni mmoja kati ya ma-DC bora, chaguo la wakati huu ambalo limechaguliwa na Mheshimiwa JPM. Ukilinganisha na wale wenzetu sawa, mwingine kataja genda mbali. Sawa, hapa tukijadili mwingine tunajadili mamlaka mengine. Tumshughulikie yeye, tumshughulikie. Wewe kama ni bora, fanya bora. Huyu anasema okay, Cosmas Matungi hivi okay. Nasema tumjadili Ole Sabaya. Kwa maana kama ni tusijadili mwingine. Okay, huyu Dennis anasema Nyanda, ukifika mpe pongezi. Tunafahamu maamuzi kama haya kwa vijana yanatufanya tuamini vijana wanaweza. Kwa sababu wazee wamepewa sana nchi hii, wameleana na wengi ndio wanaotutesa kwa kuwa na fedha walizochukua huko nyuma, wanatusumbua mtaani. Lakini kijana mdogo, mchapakazi, jeuri, asiyekuwa na mbabaisho wowote kwa sasa. Musa Sigwaluga anasema ana mpango wote wa kuingia mjengoni 2020. Jamaa ameenda mbali. Anakuuliza kama nataka kugombea. Anasema mimi niko hai. Jamaa ni mzungu wa roho. Na kwa pia kwa Mwenyezi Mungu tukipewa miezi 6 huyu mtu itakuwa ni furaha ya mwaka. Tumekuwa na uongozi wa ubabaishaji kwa muda mrefu. Wasiwasi wangu ni kwamba anapambana mwenyewe, wengine hawamuelewi. Ili nimekuuliza mara ya kwanza. Uko mwenyewe? Na nimekujibu. Uko mwenyewe. Mimi naiona hii uko mwenyewe. Yaani kama unaweza kwenda sehemu ndio watu wanashtuka, ukiondoka wanaendelea kama kawaida. Maana yake lazima mentality ibadilishwe. Hebu na kamati ya ulinzi na usalama na hao wananchi ambao wanaona katika mazingira haya ni kwamba tunapambana na haki yao. Na kwa kusema ukweli, si nimekuambia nahitaji tu kuwa na rais alinipa kazi hii na mtu korofi hivi. Unawaambia nini sasa, unatoa picha gani? Na wengine wanasema umetuma kufanya kazi ya uharibifu tu hapa. Ukiwa kiongozi, unawaongoza waongo, unawaongoza watakatifu, unawaongoza wanafiki, unawaongoza wezi, unawaongoza vibaka, watu wote ni wakwako. Kwa hiyo hoja ya nani anasema nini si ya muhimu sana. Hoja ya muhimu ni kwamba tuna kazi moja tu Mheshimiwa Rais aliyotupa, kuwaondolea wananchi tabu na shida. Na hayo yanafanyika kwa kubadilisha status quo. Tukibadilisha yale mazoea tuliyoishi, tukibadilisha zile nguvu za rasilimali ya fedha, tukaamini kwamba zinaweza kununua hadhi na utu wa mtu. Tukihakikisha kwamba hai tunayozungumza sasa hivi katika kipindi kifupi wananchi watakuwa wanasimama barabarani wanasema kweli Mwenyezi Mungu alituletea Rais John Pombe Joseph Magufuli. Na tunaweza kufanya hivyo tukifanya kwa heshima na kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Yeye ameweka mfano huko juu namna ambavyo anataka nchi iende. Na sisi tunaweka misingi huko chini tunataka wilaya iende. Na kwa utaratibu wa kufanya mabadiliko lazima utegemee vilio. Lazima utegemee kelele. Lazima tutegemee manunguniko ya kila aina. Lakini kama tunafanya kwa ajili ya kumridhisha Mungu na kwa ajili ya kumridhisha rais aliyetupa kazi hii na kwa ajili ya kuwaridhisha wananchi wanyonge, hata dunia igeuke, who cares? Mimi nakushukuru. Na swala la kizushi kidogo hili, katika maamuzi yote uliyofanya, kukamata watu, kurudisha umeme, kwenda huku kwenye issue ya maji, sijui hospitali, kuna jambo lote kama binadamu uliwahi kufikiria usiku wa manane ukajuta hivi kwamba maamuzi ninayofanya kama binadamu? Kuna mjuto wote uliwahi kutokea katika maamuzi yako kwa ndani ya miezi 3? Bado labda kama itatokea huko mbele bado. Kwa sasa hivi ulichokifanya kila kitu yani tena kuna muda nadhani sikufanya vya kutosha. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Lengai Ole Sabaya, mkuu wa wilaya
ya Hai nimezungumza naye mambo kadha wa kadha hapa, na tulikuwa tunajaribu kuangalia kikubwa. Wengi leo wanaweza kawa hawajaelewa vizuri. Leo tulikuwa tunazungumza na mkuu wa wilaya kwa sababu ya matukio ambayo yametokea, na ndio maana hujaona tumegusa sana mathalani hospitali, lakini amezungumza kwa ujumla wake kwamba wananchi, anashughulika na matatizo ya wananchi. Lengo tulikuwa tunataka kujua kutoka kwake haswa tangu amepewa ofisi hii kuna matukio ambayo yamefanyika na wengi ndio walikuwa wanataka kuyasikia, na mimi nilikuwa nimejikita hapa kusikia kutoka kwake mkuu wa wilaya Hai. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanya kazi kubwa, kwanza tumetumia baadhi ya picha ambazo tunazishukuru. Tumetumia picha za Global ambao tumezungumza na Global wakatukubalia kutumia picha zao. Tunashukuru sana Global TV Online ambao tumechukua picha zao na tumezitumia, lakini pia tumetumia picha pia ambazo tumechanganyia za Mila Dayo. Pia na tunashukuru sana kwa kutumia hiyo. Sasa kwa niaba ya timu nzima kutoka Hai, tukutane tena Jumatatu wiki ijayo kwenye agenda 2020. Mimi naitwa Mtozi Alois Nyanda, kwa niaba ya timu nzima. Elbariki Madi amefanya kazi kubwa hapa Hai. Niseme usiku mwema na endelea kutazama Star TV.